Mimi nimeipenda sana, lakini wakati ule ule mimi kila jibu huwa linazua swali. Kwa mfano, amesema Mheshimiwa Rais anaitaka kwa sababu iliwekwa kwenye ilani. Swali langu ni kama rais anaitaka, kwa nini tuipambanie? Makamu amesema tuipambanie, tukomae. Kama rais anaitaka, kwa nini tuipambanie? Swali la pili, tunapambana na nani ili kuipata? Swali la tatu, makamu kusema ni jambo zuri, lakini anaposema rais anaitaka, kwa nini rais mwenyewe asemi mwenyewe moja kwa moja? Ndiyo amewahi kusema, lakini kutokana na hali ya mambo ilivyokuwa hapa nchini kumekuwa na kigugumizi juu ya hilo. Nadhani ni wakati sasa rais mwenyewe aseme kuliko wasaidizi wake. Katika hotuba ya makamu wa rais pia kulikuwa na suala la katiba yetu ya sasa tulio nayo inaweza kutumiwa na rais mbinafsi kufanya mambo yake. Baba wa taifa aliwahi kusema huko nyuma kwamba katiba hii angeweza kuwa ilikuwa inamruhusu yeye kuwa dikteta, inaweza ikamfanya mtu yeyote kuwa dikteta. Maneno hayo ya baba wa taifa na ya makamu wa rais ni karibu yanafanana. Sasa swali langu ni je, rais aliyepo akiamua kuitumia kuzuia wanaopambana kuipata itakuwaje? Na swali jingine nimejiuliza tu, maana nimesema mimi ni mtu wa maswali. Hivi kupata katiba ni sharti rais atake? Taasisi nyingine ziko wapi? Kikiwemo Chama cha Mapinduzi. Kwa mfano tukijikuta tuna rais haitaki lakini chama chake kinaitaka, inakuwaje? Au chama chake hakiitaki lakini rais anaitaka, inakuwaje? Hiyo nimeliona pia. Limezungumzwa suala la mwafaka wa kitaifa. Hapa napo nimepata swali. Hivi tunahitaji mwafaka ili tupate katiba au tunahitaji katiba ili tuweze kupata mwafaka? Ili inabidi litatuliwe kwa sababu huhitaji kuvaa miwani kuona kwamba tuna taifa la watu walionuna, na viashiria vya kununa tunaviona. Kwa hiyo ina maana hakuna mwafaka. Je, katikati ya kununa humu tunaweza tukapata katiba? Tufanyeje ili watu waache kununa ndipo tupate katiba? Katiba bora, sababu ni muhimu sana kuangalia namna ya kupata katiba bora. Na kwa sababu katiba ndiyo sheria mama, lazima uipate kupitia bunge. Kwa maoni yangu tuna bunge, nimekuwepo katika mabunge mengi tangu mwaka 80 na fuatilia maisha ya bunge, na baada ya kusoma sayansi ya siasa na sasa ni mwalimu wa sayansi ya siasa. Sasa hivi tuna bunge ambalo kwa vipimo vya kawaida vya mitaani tuna bunge lisilopendwa na wananchi kutoka na yale yaliyotokea. Je, bunge lisilopendwa linaweza kutupatia katiba mpya? Hilo nalo ni swali. Jambo jingine, makamu wa rais amezungumzia habari ya wanaharakati. Huu umekuwa ni mjadala wiki hizi chache zilizopita. Nimelizungumzia sana, nikajaribu kuwakumbusha wana CCM wenzangu kwamba harakati ndiyo mbegu iliyotulea sisi wana CCM. Sasa makamu wa rais amelikumbusha hilo pia juu ya kujenga taifa lenye urafiki na wanaharakati. Wanaharakati wengi sasa wako nje ya nchi kwa kukimbia maisha yao, kwa kuhofia maisha yao. Tufanye nini ili hawa wanaharakati ambao makamu wa rais ameona ni chachu nzuri
ya kufikiri kutupatia katiba bora na kuleta taifa lenye mshikamano, wajisikie wako salama kufanya harakati zao ndani kuliko kuzifanyia nje. Mwisho, maswali ni mengi sana, nafikiri nitaendelea kuyadadavua, lakini niseme wazi kwamba tuna taifa limenuna sana. Tumeona juzi katika matamasha watu wanazomea. Nadhani kuna haja ya kuwa, kabla ya mwafaka wa kitaifa, tuwe na serikali yenye mwafaka ndani yake, ambayo inasimama pamoja, inawajibika pamoja kuona taifa letu linasafishwa na mambo haya. Mimi kuhamisha mjadala, anauhamisha wapi kwenda wapi, hilo sitaki kulisemea, lakini niseme wazi ninachotofautiana na makamu wa rais. Mimi ninaona katiba mpya ilitakiwa jana. Yeye anasema tuipate 2028. Mimi nasema katiba imechelewa, tulitakiwa kuipata jana na juzi. Jambo la pili, kwenye toni ya makamu wa rais, ni kama anafikiri Watanzania wananchi wanataka katiba mpya, which is good na ni sawa. Ila mimi naona watawala wetu wanahitaji katiba mpya zaidi kuliko hata wananchi. Nadhani taifa letu limegubikwa na hofu. Wananchi wanaogopa, watawala wanaogopa. Tumezungukwa na wingu zito la hofu. Chama tawala na serikali yake wanaichukulia katiba mpya kama kitu kitakacholeta mabadiliko ambayo hawajayapanga kuyakabili. Lakini pale pia vyama vya upinzani vinatafuta mabadiliko kupitia katiba mpya. Sehemu zote mbili zinagubikwa na hofu. Kwa hiyo kunakuwa hakuna goodwill between them. Hofu ndio inayotawala. Na ukiona kweli actions zinazochukuliwa nyingi zinaongozwa zaidi na hofu kuhusu hali halisi. Katiba mpya kama imepatikana kwa ridhaa ya wananchi, ni kwa manufaa ya nchi, si kwa manufaa ya viongozi. Kwa hiyo hakuna anayetakiwa kuogopa kwamba itanipunguzia madaraka, kwani madaraka hayo ni yako, si ya wananchi. Kwa hiyo nafikiri mimi ninachokiona kinatawala hapa ni hofu zaidi. Mimi kama mwalimu wa sayansi ya siasa, ninapoona sauti za namna hiyo zinanionyesha tuna taifa gonjwa. Japo sijajua ule ugonjwa katika taifa letu uko moyoni, uko mdomoni, uko miguuni, uko kichwani, uko tumboni, sijajua. Kwa hiyo kwangu matusi, vitisho ni confirmation, inathibitisha tuna mgonjwa anahitaji tiba. Kwa hiyo siwezi kusema sijaogopa, nitakuwa mtu wa ajabu sana kutoogopa. Na nimewahi kusema ninamshangaa mtu yeyote asiyeogopa hali hii, kwa sababu kuogopa ni hali halisi ya ubinadamu, na asiyeogopa anakuwa ni kinyume kabisa na binadamu. Lakini as long as nina nia njema kwa taifa langu, nimekuwa hivi miaka yote, ninalipenda taifa langu, nampenda Mungu wangu kwanza kuliko taifa langu, alafu nalipenda taifa langu, na ninathamini sana uhuru. Natamani hata hao wanaonitukana, nafurahi kwamba wanao uhuru wa kunitukana.